NIDA ni kifupi cha Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa Tanzania, na majukumu yetu NIDA tunahusika na usajili, utambuzi pamoja na ugawaji wa vitambulisho vya taifa. Katika swala la utambuzi, NIDA ina wajibu na jukumu la kumtambua kila mmoja yeye ni nani, anafanya nini, anaishi wapi na anamiliki nini. Kwenye upande wa vitambulisho, ofisi ya NIDA inahusika na kugawa vitambulisho vya aina 4. Cha kwanza ni kitambulisho cha raia au mzawa, ambavyo vitambulisho hivi hutolewa kwa kila mwananchi aliye Mtanzania kwa kuzaliwa na wazazi wake wawili wote wakiwa Watanzania, au mwenye uraia wa kujiandikisha au kitaalamu wanaita tajnisi, na yule mwenye uraia wa kurithi, yule ambaye mzazi mmoja ni Mtanzania, mwingine anaweza kuwa mzazi ambaye ni raia wa nchi zetu za jirani. Lakini pia NIDA inatoa kitambulisho cha mgeni mkazi, ambapo vitambulisho hivi hutolewa kwa wageni wote wanaokuja nchini kwa kazi maalum, ina maana wageni kutoka nchi nyingine. Lakini pia NIDA inatoa vitambulisho kwa wakimbizi, kitambulisho cha mkimbizi, wale wanaokuwa wana vibali maalum kutoka kwenye mashirika na taasisi zinazohusika na wakimbizi. Lakini pia NIDA inatoa kitambulisho cha walowezi, na utaratibu wa kupata huduma ya NIDA, muhusika au mwananchi anatakiwa kujaza fomu ya maombi ya utambulisho ya NIDA, lakini pia anatakiwa awe na barua ya utambulisho kutoka kwa mwenyekiti wake wa kijiji husika. Lakini pia kwa wale waliozaliwa kuanzia mwaka 1980 kuja mpaka huku miaka yetu ya 2000, mhusika huyu anatakiwa awe ana cheti cha kuzaliwa. Kwa wale waliobahatika kupata elimu kusoma, wanatakiwa wawe na vyeti vyao vya taaluma. Lakini pia zinahitajika NIDA za wazazi wa muhusika anayejiandikisha. Upande wa changamoto, NIDA ina changamoto kadha, lakini tunatambua zipo pia changamoto nyingi kwa wananchi zinazotokana na NIDA, ambazo nyingi zimekuwa ni kutokana na maombi ya awali, hasa mwaka kuanzia 2018 kuja kuitafuta mpaka miaka 2023. Na kupitia ziara hii kwa ruksa maalum ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, naomba kutangaza kwa niaba ya mamlaka, tutakuja kwa ajili ya zoezi jingine la usajili hivi karibuni, na katika zoezi hilo tutatatua pia changamoto zote za wale waliojiandikisha miaka ya nyuma na namba zao zikawa zimekwama. Lakini pia kumekuwa na changamoto ya utayari wa kushiriki mazoezi hayo kwa upande wetu sisi wananchi, ambapo wengi wamekuwa wakitegea kuto kujitokeza kushiriki hayo mazoezi. Sasa yale mazoezi yanapangwa kwa ratiba maalum kwa wilaya nzima. Siku kwa kawaida unakuta zinakuwa ni chache. Mfano, kwa kata yetu ya Nyamiaga tutakuwa tuna siku 3. Hivyo tunaomba na kuwaasa ndugu wananchi, katika zile siku 3 tujitokeze kwa wingi kujisajili, lakini pia kutatua changamoto kwa wale ambao walishajisajili miaka ya nyuma na namba zao bado hazikutoka. Kingine ni uzalendo. Tunawaomba sana, kwani mamlaka ina wajibu wa kukusanya na kuchukua taarifa zilizo sahihi na rasmi za kila mwananchi kwa ajili ya mustakabali wa maendeleo ya taifa letu. Hivyo tunaomba wananchi tuwe wazalendo. Kama nilivyokwisha kusema awali, tuna aina 4 za vitambulisho. Hivyo kila mtu anapaswa kupata kitambulisho cha uhalali wake kwa anavyostahili, na taarifa zake ziwe rasmi na zenye uhakika. Asanteni sana kwa kunisikiliza.